na uchaguzi huu unafanyika tarehe 29, ni kesho kutwa. Leo si juma ngapi leo? Jumatatu. Kwa hiyo Jumatano ndio siku yenyewe ya uchaguzi. Niwatake na niwaombe wale wote wenye sifa za kuwa mpiga kura, kwa maana kwamba tayari ulishajiandikisha kwenye daftari la mpiga kura. Siku hiyo ya tarehe 29 asubuhi sana, wewe jitokeze, nenda kwenye kituo chako cha kupigia kura ulichopangiwa, nenda kapige kura yako. Sisi tumeelewana uchaguzi ni takwa la kikatiba na ni takwa la kisheria. Uchaguzi kwenye nchi yetu kila baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi huo mkuu, kwa maana ya kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wabunge pamoja na madiwani. Hao ndio wawakilishi wetu kwenye mambo mbalimbali ya kimaamuzi ya nchi yetu, wengine kwenye kata, kwenye halmashauri pamoja na kitaifa. Kwa hivyo kama wewe una sifa kwamba ulishajiandikisha siku hii ya tarehe 29, toka asubuhi nenda kwenye kituo chako cha kupigia kura, kapige kura. Ukishamaliza kupiga kura, endelea na shughuli zako. Wewe mwendesha bajaji, tafuta abiria wako, ingiza kipato chako. Tunaona kwenye mitandao ya kijamii kuna watu wanakuwa wanatoa vitisho. Siku hiyo ya tarehe 29 ambayo sisi tunasema ndio siku ya uchaguzi, hatutaki kufanya mambo ya ovyo ovyo. Kama nilivyosema, nenda kapige kura, uendelee na mambo yako. Kuna watu wanasema siku hiyo hakutakuwa na uchaguzi, wakati watu wengine wanasema tunaenda kutiki, wao wanasema tunaenda kutoka. Hatujui wanatoka kwenda wapi, lakini wanamaanisha wanatoka kwenda kuandamana. Maana yake ni kwenda kuvuruga uchaguzi. Sasa jeshi la polisi pamoja na taasisi zingine za kiulinzi, za kiusalama, hatujakubaliana na jambo hilo, kwani nimesema toka mwanzo uchaguzi ni takwa la kisheria na ni takwa la kikatiba na ni haki yako, ni haki ya kila mtu. Siku hiyo ikifika, nenda katimize haki yako hiyo. Huwa tuna tabia ya kuanza kulalamikia viongozi. Huyu kiongozi mwizi, huyu kiongozi hafai. Je, tukijiuliza, wewe ulishiriki kumchagua? Kama ukwenda, maana yake wewe ndio umechangia akapatikana huyo kiongozi ambaye ni nani? Ambaye ni mwizi, ambaye ni fisadi. Ili upate kiongozi mzuri, na wewe shiriki. Kwa hivyo tulipaswa kuwa tumeshajiandikisha ili siku hiyo tukashiriki uchaguzi. Wanaohamasisha hayo mambo wako mbali. Si mnamjua Mange Kimambi? Mnaopita kwenye mitandao. Yuko Sumbawanga huyo? Yuko Marekani. Sasa yuko Marekani anakuambia tutoke kwa wingi tukaandamane, wakati yeye yuko Marekani. Hiyo inalipa hiyo? Tumia akili, si ndio? Wajanja wanasema ukiambiwa uchanganye na za kwako. Kwa hiyo siku hiyo wewe badala ya kuandamana au badala ya kutoka, wewe nenda katiki, alafu endelee na mambo mengine. Lakini niwahakikishie siku hiyo itakuwa shwari sana, sababu jeshi la polisi tumejipanga kuhakikisha maeneo yote yatakuwa shwari. Kwa hiyo wewe chukua mke wako, wewe mama chukua mume wako, mwende kwenye kituo chenu cha kupigia kura, mkapige kura, alafu baada ya hapo endelee na mambo mengine. Huko tukisubiri jioni nani shinda, ni Yanga au ni Simba, si ndio? Haya, na wale wanaosema baada ya kupiga kura anakaa hapo kituoni kulinda kura zako. Unalindaje kura, ndugu yangu? Wanaolinda kura wamo ndani ya kituo. Iko tume ya uchaguzi, hiyo ndio kazi yake. Lakini yupo wakala wa kila chama. Kila chama kinakuwa na wakala wake kwenye kituo. Huyo ndio amepewa dhamana ya kulinda kura za chama chake. Wewe ukishapiga kura, ondoka, endelea na taratibu zingine. Kama una nia sana ya kusubiri matokeo baada tu ya kuwa umepiga, basi ukae umbali wa mita 300 au zaidi kutoka kwenye kituo cha kupigia kura.